Njia 7 za kuongeza uwezo wa ubongo na kufikiria kwa kina. Kabla hatujaanza, niseme hili wazi. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana akili. Wanashindwa kwa sababu hawajawahi kufundisha akili zao kufikiri kwa kina. Ubongo ni kama misuli. Usipoutumia kwa makusudi, unadhoofika. Ukiufundisha vizuri, unaweza kukubeba mbali kuliko elimu, pesa au bahati. Hapa kuna njia 7 za kuufanya ubongo wako uwe mkali, makini na wenye nguvu ya kufikiri kwa kina. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. 1. Jifunze kukaa kimya na mawazo yako. Watu wengi wanaogopa ukimya. Ndiyo maana kila wakati wanataka simu, muziki au watu karibu. Lakini ukweli ni huu. Kina cha fikra kinazaliwa kwenye ukimya. Kaa kimya hata dakika 10-15 kwa siku. Hakuna simu, hakuna muziki, hakuna mazungumzo. Jiulize maswali magumu. Niko wapi maishani? Ninataka nini hasa? Ni kitu gani kimenizuia kwa muda mrefu? Ukimya huifanya akili ijifungue. Hapo ndipo mawazo ya kina huanza. 2. Usikubali taarifa bila kujiuliza kwa nini. Akili dhaifu hukubali kila kitu. Akili kali huuliza maswali. Usiposikia jambo, jiulize, hii ni kweli? Inanufaisha nani? Kuna upande mwingine wa hii habari? Kila unapouliza kwa nini, unapanua mipaka ya ubongo wako. Fikra za kina haziji kwa kuamini kila kitu. Zinakuja kwa kudadisi. 3. Soma kidogo lakini fikiria kwa kina. Watu wengi wanasoma vitabu vingi lakini hawabadiliki. Kwa nini? Kwa sababu wanasoma kwa macho, sio kwa akili. Soma ukurasa mmoja, halafu jiulize, nimejifunza nini? Naweza kuitumiaje kwenye maisha yangu? Hii inanibadilisha vipi? Kufikiri kuhusu ulichokisoma ndiko kunakofanya ubongo ukue. 4. Andika mawazo yako kila siku. Mawazo yasiyoandikwa ni mawazo yasiyoeleweka. Andika mawazo yanayokusumbua, mipango yako, maswali yako, hofu zako. Kuandika kunalazimisha akili ipange mawazo kwa mpangilio. Hapo ndipo uwezo wa kufikiri kwa kina huimarika. 5. Jifunze kuchelewesha majibu. Watu wengi hujibu haraka, kwa hasira, hisia au hofu. Akili yenye nguvu hufikiri kabla haijajibu. Jifunze kusema, niacheni nifikirie kwanza. Hii huipa akili nafasi ya kuchambua athari, matokeo, hatua bora. Hii tabia moja tu inaweza kukuokoa kwenye maamuzi mabaya mengi. 6. Jichanganye na mawazo makubwa. Unachokisikiliza kila siku ndicho unachokifikiria. Epuka kelele zisizo na maana, umbea, drama, maudhui ya hovyo. Badala yake, sikiliza mafunzo. Fuatilia watu wanaofikiri kwa kina. Jifunze falsafa, saikolojia na maisha. Akili hukua pale inapochalenjiwa. 7. Kubali kukosea na kujirekebisha. Akili dhaifu hujilinda. Akili kali hujirekebisha. Usiogope kukosea. Jiulize, nilikosea wapi? Nifanye nini tofauti wakati ujao? Kila kosa ni mafunzo. Kila funzo linaongeza uwezo wa ubongo wako. Sehemu muhimu zaidi. Kumbuka hili. Akili haikui kwa bahati, hukuzwa kwa nidhamu ya mawazo. Ukianza leo, kukaa kimya, kuuliza maswali, kufikiri kwa kina, kuandika mawazo yako, baada ya muda utaona tofauti kubwa. Maamuzi bora, utulivu wa akili, uelewa mpana wa maisha. Na hapo ndipo nguvu kweli ya ubongo wako inaanza kufanya kazi.